Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na uwezo. Wewe ni mfalme, wewe ni mwenye haki, wewe ni mwenye uzima wote, wewe ni mpendwa kwetu sisi wote. Mfalme, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe unatupatianga kibali kila siku ya kuja kwako Bwana Jehova Jireh, na siku kuja kunena mausia yako, sababu yu ndani yetu na sisi tuko ndani yako. Unatutawalia usiku na mchana pasipo Bwana Jehova Jireh kugeuka. Wewe ni Mungu, umesimama katika mwanya wa kutaka na kupenda kujitambulishia watu wako na kupenda kuonyeshana mapenzi yako kwa watu wale uliowaumba. Ulituumba Bwana Jehova Jireh ndio tuweze kusimama katika nafasi ile Bwana Jehova Jireh ilikuwa inayohitajika. Na ndio ile nafasi Bwana Jehova Jireh ni kuwazungumzia watu wote, mioyo ya watu wote, na ndio watu wote waweze kutambua siri iliyo ndani yako Bwana. Ndio watoke katika vita ile Bwana Jehova Jireh waliingizwa kutoka mwanzo. Wale watu Bwana Jehova Jireh wasio yajua haya wako katika mateso makuu, wako katika kifo, wako katika mamlaka ya utawala wa giza na mateso mengi Bwana Jehova Jireh katika maisha yao. Ninakutukuza Bwana, ni kwa sababu waendelea ukitujulisha, waendelea ukituonyesha, ukituongoza, waendelea Bwana Jehova Jireh ukituonyesha mapenzi yako kila wakati kupitia neno lako. Na ndio nasi Bwana Jehova Jireh tuweze kufanya wengi waweze kuyatambua yale yamefichwa katika ndani ya neno, na yale yamefichwa katika maisha yetu Bwana ndio tuweze kuyatambua. Pokea sifa. Neno lako limekuwa nguvu, uwezo, mamlaka, uzima na hata ukweli katika maisha yetu Bwana. Na wewe ndiye ule ukweli, wewe ndiye ile neno, wewe ndiye ile njia, wewe ndiye ile ndio ule uzima Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe ndiye Mungu yule kamili Bwana Mfalme. Pokea sifa kwa sababu ya upendo mkuu na upendo wa maajabu ule Bwana Jehova Jireh tumeutambua na tukajua na tukaelewa ya kwamba katika maisha yetu sisi wote Bwana Jehova Jireh, wewe ndiye haki yako Bwana itawalao kwa wote wale wakuaminio, kwa wale wote wakupendao, kwa wale wote Bwana Jehova Jireh wasio Bwana Jehova Jireh na hatia yoyote ile wanaweza stakiwa. Ni kwa sababu ulituondoa katika mkono wa yule mtenzi yule alikuwa anakaa katika njia zetu kila wakati ndio aweze kutustaki. Lakini wewe Yesu Kristo ulisimama katika ule mwanya ndio uweze kuonyeshana nguvu, mamlaka na upendo ulio mkuu Bwana Jehova Jireh katika maisha yetu, katika upendo wote Bwana Jehova Mungu wa utukufu. Ninakutukuza na ninakuinua kwa sababu ya uponyaji wako ule umeponya kanisa lako. Ninakushukuru kwa sababu ya uponyaji wako ule umeponya Bwana Jehova Jireh watu wako, washirika wetu wote Bwana Jehova Jireh umeponya mioyo yao. Baba wetu na Mungu wetu, wale wote wanaendelea na kutusikiliza hata katika ndani walio nje ya nchi na hata ndani ya nchi, umeponya mioyo yao Bwana Jehova Jireh. Umewaondoa katika hali yoyote ya ugumu, hali yoyote Bwana Jehova Jireh ya mateso ya akili, ukawapa akili njema ndio waweze kufikiri kama vile Bwana wewe ulivyo. Pokea sifa Baba wetu na Mungu wetu katika utukufu wako Bwana na katika neema yako. Wewe ndiye Bwana Jehova Jireh utendaye mambo yote kulingana na vile mfalme wa ajabu wewe unavyokusudia. Nimewaombea nguvu na uwezo wote Bwana, na nimewaombea ufunuo, nimewaombea hekima, na nimewaombea understanding. Kila kitu Bwana Jehova Jireh kiweze kuwa Bwana Jehova Mungu wa utukufu sehemu yao, na ndio Bwana waweze kuonyeshana vile Bwana mtakatifu wewe utendayo kazi, na wewe vile uonyeshao Bwana Jehova Jireh kazi zako katika maisha, ndani ya maisha yetu wakati wowote Bwana tunapotembea na kuamini neno lako Mfalme. Asante kwa sababu ya ufalme wa mbinguni, asante kwa sababu ya uzima wa milele. Umetukirimia haya yote Bwana Jehova Jireh pasipo kitendo chochote, pasipo kazi yetu, pasipo Bwana Jehova Jireh kulipia. Asante Bwana, wewe ni mfalme. Jehova, ninaombea wale wote walio katika malipo ya kulipa mambo yale Bwana uliyapeana bure. Kristo Yesu Mfalme, ninawaombea Bwana waweze kufunguka macho yao kulingana na Ephesians na kitabu ya Ephesians 1, waweze kufunguka macho yao Bwana Jehova Jireh, waone waweze
kuona utukufu Bwana Jehova Jire ule ulioupeana ulimwenguni, na kuna na uwezo wote Bwana ule uliweza kupeana ulimwenguni, Bwana wetu na Yesu Kristo, na waweze kutambua haki yako Bwana ile uliweza kuonyeshana wakati ule ulisulubishwa msalabani, na ndio watu wote waweze kupokea haki yako Bwana Jehova Jire, na ndio waweze kuishi milele. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakushukuru ni kwa sababu mambo yote yawezekana kwako, na utumishi wako Bwana Jehova Jire ndio tu unahitajika ulimwenguni. Hakuna kazi ya mtu mwingine tunayohitaji. Hakuna Bwana Jehova Jire kifo cha mtu mwingine tunafaa tunayokihitaji. Yako imetosha Bwana Jehova Jire. Imefanya kazi kamili kwa kutuonyesha Bwana Jehova Jire upendo uliokuwa ndani ya msalaba. Miaka 2000 miaka zaidi ya 2000 imepita Bwana. Asante Mungu wa utukufu na Mungu wa ajabu. Ni kwa sababu pasipo uwezo wako, pasipo mamlaka yako, pasipo upendo wako, mwanadamu hawezi kamwe kusimama. Mwanadamu hawezi kamwe Bwana Jehova Jire hata kunena. Lakini kwa sababu yako Bwana tunaongea na tunakuwa na tunakubarika mahali popote. Umetupa veva mahali popote tunapokanyanga. Neema yako inasikika ndani ya mioyo ya watu wengi. Ukweli wako Bwana unadhibitika ndani ya mioyo ya watu wengi. Twakuinua wakati ninashukuru kwa sababu ya tulio nao katika wendani. Wacha Bwana Jehova Jire mioyo yao ikaweza kupokea sehemu yao siku ya leo, na ninawabarikia kazi za mikono yao. Ninawabarikia Bwana Jehova Jire utumishi wako Bwana ndani ya mioyo yao. Wacha Bwana Jehova Jire mahali popote watakapoenenda kuhubiri Bwana Jehova Jire, ama one on one evangelizing, mfalme wa ajabu, ama fellowships. Ninawaombea Bwana Jehova Jire wakakubariki, na yote watakapoyanena kutoka kwako Bwana iwe ni mauzia yako mtakatifu. Wewe ni mfalme wetu na ni Mungu wetu. Hakuna jambo lingine umetuhakikishia ulimwenguni isipokuwa tu Bwana kufundishana mmoja kwa mwingine, na kutiana nguvu na kuandamana pamoja kwa upendo na kwa haki yako mfalme. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen. Katika kitabu ya 1 Corinthians how Christ made us sinless. Ile Kristo alitufanya kuwa sinless. Kwa hivyo tuweze kulifuata neno, tulifuate neno, na tutaweza kuona mambo yote ikiwa imedhihirika kwa kweli na kwa neema katika maisha yetu. Acha tuombe, acha tusome. Moreover, 1 Corinthians 15:1-4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which preached unto you, which also you have received, and wherein you stand. Kiswahili. Basi ndugu zangu, na waalifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndio mlioipokea, na katika hiyo mnasimama. Bwana asifiwe. Ule mtumishi wa Bwana Paul alikuwa anaongea haya. Na kupitia hiyo injili tuliyomfundisha, tuliyomwelekeza nayo, mmesimama. Bwana asifiwe. Number 2, by which also you are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. Na kwa hiyo mnaokolewa ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Number 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. According to the scriptures. Number 4,
Number 4. And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Na kile wacha turudi pale juu, kwa sababu nashukuru Bwana sana. Si miujiza ilifanywa ndio tuweze kupokea sehemu ya msamaha wa dhambi. Si muujiza wowote. Bwana asifiwe. Paul akinena anasema, mambo yale niliyowahubiria, neno lile niliyowahubiria, neno lile niliyowafundisha. Kiswahili. Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndio mlioipokea, na katika hiyo mnasimama. Haleluya. Wacha nikuonyeshe. Na unajua, kabla Christ hajakuja, Paul alikuwa tu anaendelea ulimwenguni na kusababisha shida. Kabla Kristo yani hajajionyeshana kwa Paul. Hiyo ndio nilikuwa nataka kusema. Kabla Christ hajajionyeshana kwa Paul, Paul alikuwa mnyanyasaji wa watu wa Mungu. Alikuwa kipao mbele ya kuwatesa watu wa Mungu. Haleluya, Bwana asifiwe. Na sasa ndiye huyu anayezungumza kuhusu Christ, yule alikuwa anatesa watu wale walio ndani yake. Sio wa kwanza, sio wewe wa kwanza kufanya nini? Kukataa. Sio wewe wa kwanza kuona kazi ile watu wa Mungu wale wameitwa kwa jina la Kristo Yesu, wale walio ndani ya Kristo Yesu na ndani aliye ndani na Yesu aliye ndani yao, wale wanahubiri injili ya Kristo. Injili ni mbili, kuna ya Kristo na isiyo ya Kristo. Wale wanaohubiri Kristo, Christ, katika njia zao zote, katika maisha yao yote, wakati wowote wanapofungua Biblia hawaoni kitu kingine isipokuwa tu Christ. Hao ndio watu wale ninaozungumzia. Ati wakifungua Old Testament, wanatoka ndani ya Old Testament with Christ, wanaonyeshana Christ in Old Testament. Wakiingia New Testament, hakuna kitu kingine wanaonyeshana, waonyeshana Christ. Hallelujah. Hao ndio ninanena kuwahusu, sababu hao ndio wanahubiri gospel of peace. Hao ndio wanahubiri kazi ya msalaba wa Kristo Yesu, kufa, kuzikwa na hata kufufuka kwake. Ile ilifanyika kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, kabla mimi na wewe hatujazaliwa, kabla mababu wetu wa mababu wa mababu wa mababu wakiwa hawajazaliwa. Christ, hallelujah, Christ was already finished the job. His work. Alikuwa tayari ameshamaliza. Sisi tukikuja katika ulimwengu ule, tulikuta kazi imefanywa na ikakamilishwa
na watu wote wakafanywa kuwa haki kwa kitendo kimoja kile Yesu alipokifanya pasipo mkono wa mwanadamu yoyote, pasipo kuuawa na mwanadamu yeyote. Haleluya! Yesu alikufa mwenyewe wakiwa pamoja na Baba na Roho Mtakatifu. Yesu akaweza kufa ni kwa ajili yangu na kwa ajili yako, na kifo chake ndio kilisababisha mimi na wewe tuweze kuitwa wenye haki, tuweze kuitwa sinless, tuweze kuambiwa realize this. Hallelujah. Neno la Bwana linatuambia, basi ndugu zangu, na waarifu ile injili iliyohubiri niliyohubiri ni Paul. Ile injili aliyoihubiri, yule alikuwa mteza watu wa Mungu, mtenzi wa watu wa, yani alikuwa anatesa watu wa Mungu kabisa, but aligeuka. Nini kilimgeuza? Hakugeuka kwa sababu alitaka kugeuka. Hata hangetaka kufikiria kuhusu Christ. Hangetaka kusikia mtu anenao kumhusu Christ. But yeye mwenyewe alifika katika nafasi na kiwango ya kumhubiri yeye Christ. Hallelujah. Kwa sababu alimtambua vyema wakati alipomtokea. Bwana asifiwe. Nataka kusema nini? Nasema hivi, kabla Paul hakuwa amemtambulishwa kuhusu Christ, kabla Paul hakuwa ametambua who is Christ, kabla yeye hakuwa ametambua the work of Christ, kabla Paul hakuwa ametambua umuhimu wa hiyo kazi ya Kristo, alikuwa anawatesa watumishi wa Bwana wale walio wanamfuata Kristo. Lakini sasa tukisoma hii 1 Corinthians 15 from 1, ananena kuhusu ile injili aliyoihubiri, ambayo ndio mlioipokea. Alihubiri na akafanya watu wengi sana waweze kuipokea hiyo injili. Na ndio ananenea siku ya leo nikiwa mmoja. Hata kama sio yeye alinihubiria, nilikuta injili inahubiriwa kwa watu wale walikuwa wameipokea kutoka kwa mitume. Mitume walihubiri ulimwengu mzima. Injili ile ilikuwa ya Kristo. Injili ile ilikuwa inahubiriwa na Christ. Hiyo ndio mitume walikuja kuihubiri, sababu neno linatuambia kwamba Yesu aliwaambia, mwenende ulimwenguni kote muwahubirie injili. Na muhubiri injili ile mumesikia kutoka kwangu. Kristo akawaambia, muhubiri injili ile mlisikia kutoka kwangu. Yesu hakutaka wahubiri injili ingine yoyote, alitaka wahubiri injili ile imetoka na ile aliwahubiria. Ile injili nilimhubiria, enendeni ulimwenguni kote mwende mkaihubiri. Kwa hivyo nataka wewe mtumishi wa Mungu, mahali popote ulipo na unanisikiliza ama utanisikiliza, nataka kukuambia hivi, hebu tafakari na ujiulize, vile ninavyohubiri, ninahubiri Christ ama nina demonstrate na mambo mengine yasiyohusika kwa Kristo? Jiulize, unahubiri Christ ama unahubiri
Mambo ya deliverance ile ya kila siku, ya kila wakati. Ama unahubiri yaani nini unahubiri? Bwana asifiwe. Ama unahubiri money, silver and gold. Ama unahubiri anointing oil, unahubiri handkerchiefs, unahubiri only miracles and wonders. Sisemi ni baya, sababu hata Yesu alihubiri. Lakini hayo yote ilikuwa inafanyika, kazi ya Kristo mwenyewe ikiendelea. Prosperities, watu wamekwamia kwake. Watu wahubiriwa vile mtu akianguka, ate hiyo sign moja ya kusema wewe una Kristo. Hapana, kuwa na Kristo si kuobewa na kuanguka. Kuwa na Kristo sio prosperity. Sio kuwa na Kristo sio healing. No. Yesu aliwahubiria watu hata hawakuambia okokeni. Aliwaponya watu hata pasipo kuokoka. Alienda akiwaponya watu. Kuwaponya watu. Mitume walikuwa wanawekewa watu katika njia, wagonjwa na watu wa kila aina, wanaenda wakiwaponya mpaka na vivuli zao. Sio kusema walikuwa waliokoka. Bwana asifiwe. Ambayo ndio mliopokea, na katika hiyo mnasimama. Kwa hivyo hakuna kitu kingine kinaweza simamisha mwanadamu. Kinaweza fanya mwanadamu aweze kusimama, kinaweza fanya mwanadamu aweze kudhibitika, kinaweza fanya mwanadamu aweze kuongea haki, isipokuwa tu injili ile Paulo anasema niliyomhubiria, niliyoyanena miongoni mwenu, injili. So nikatambua na nikaelewa ni lazima kila mmoja aweze kuwa na mtumishi ametumwa katika maisha yake. Sio tu amponye, sio tu amuombe prosperity, sio tu afanyiwe miujiza na maishara, sio tu aonyeshwe vitendo zingine za vituko zile ziko kama sasa ile kitu inasemwa. Na huku sijui ni kwa Baruya watu wanapanda juu ya miti na wengine hata walikufa. Mnaona hiyo kila mahali. Hiyo yote si injili. Hiyo yote si injili. Injili ni kumhusu mtu mmoja. Neno ni kumhusu mtu mmoja. From Genesis to Revelation. Only Christ. Only Christ. Na ndio in Old Testament uweze kumuona Christ, utaifafanua na New Testament. Yeah. Number 2, Kiswahili. Na kwa hiyo mnaokolewa ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Paulo ananena akisema wokovu hautokani na jambo lingine lolote. Linatokana, wokovu unatokana na kufundishwa neno. Wokovu unatokana na kufundishwa neno. Bwana asifiwe. Neno
ndio chanzo cha kila kitu katika ulimwengu na hata mbinguni, chanzo. Kwa hivyo kama ninataka kutambua ulimwengu nilio ndani yake na mbingu na mbinguni, Christ, nifundishwe neno ndio nijue mambo kuhusu this kingdom and the other kingdom to come. Ni Christ atafanya niweze kuyatambua. Ni one. Hallelujah. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kwa hivyo kama haufundishwi neno, haufundishwi gospel, ujue ya kwamba umepotea. Hakuna haja ya kukudanganya. Kama hufundishwi kuhusu Christ, unafundishwa vitu zingine zimechanganywa na Christ. Hata unatajiwa Christ, but kuna kile mtu anayemulika ndio uweze kukiamini, uweze kupokea kile na kuambia mtu wa Mungu umepotea. Umepotea. Umeanguka. Hauko katika njia. Yesu Kristo ndiye kweli. Tunafundishwa Kristo akiwa njia. Tunafundishwa Kristo akiwa mlango. Tunafundishwa Kristo akiwa uzima. Tunafaa kufundishwa Kristo akiwa Mungu. Tunafaa kufundishwa neno likiwa linanena kuhusu kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Hakuna kitu kingine katika Biblia. Nothing else less than the gospel of the cross. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo mioyoni mwetu, moyo wangu na moyo wako, kile kinafaa kujaa ndani yake ni kazi ya Kristo. Hallelujah. Watu wengine wanaambiwa feelings and emotions, hiyo ni pati moja ya work of Christ. No. Tigwa. Hizo emotions mnaona tukiwa nazo na mafeelings inafanya tudanganyike sana. Sababu wakati unatetemeka miguu na mikono na shingo na hata matako, kila mahali yate unatetemeka. Hata unasema hiyo ni sign moja ya Christ. Hata Shetani tunaambiwa anaomba mpaka anatetemeka. Anahubiria watu mpaka anatetemeka. Shetani mwenyewe. Hiyo ni design moja ya kuonyesha umedanganyika. Te wakati unaposungua kana gadua hede yoratio roka sungu karimu widiga dua kagoro kamoja, ukiwaambia watu dhambi zao na makosa yao, kama uneni kuhusu neno la Bwana, tena kuwaonyesha watu vile wameokolewa kutokana na ile dhambi, na kuambia mtu wa Mungu, neno la Bwana linakuja kutufafanulia dhambi na kututoa ndani yake. Lakini alikuja kutuambia mambo ya dhambi na kutuacha hapo tukishindwa tutafanya nini. Kama lile neno umehubiriwa halija kutoa, pengine wewe umekataa kutoka, ama haukuhubiriwa Christ and his work. Watu ni wawili. Kunaye yule
hajahubiriwa, lakini hajahubiriwa Christ yule aondoae hukumu ndani ya mioyo ya watu. Kupitia, yani ile hukumu ni nini? Hiyo hukumu ya dhambi unayoisikia ndani ya moyo wako mara moja ya kutosha. Mtu wa pili ni yule anayesikia, hata kuelewa ameelewa, lakini anasema wacha nigoje kidogo, itaokoka tu, si leo. Biblia inatuambia katika kitabu ya Revelation, usifunge. Ako mlangoni akigonga. Ukisikia sauti yake, fungua mlango, aingie mule pamoja katika meza moja. Ukisikia habari yake, usikaushe moyo wako. Haleluya. Ukikausha, hiyo ni juu yako. Hata Yesu anasema akiwaambia akina mitume, endeni ulimwengu mzima muwahubirie kuhusu yale yote nimemfundisha. Wakusikia na kugeuka aokolewe. Asiposikia, asipokubali kugeuka, atakuwa damned. So watasikia lakini watakataa. Wengine watasikia na wakubali. Kwa hivyo kazi yangu na kazi yako ni kwenda kuwahubiria, kwa sababu pasipo kuhubiriwa, kufundishwa, hawawezi jua kuhusu msamaha wa dhambi. Wataingia kwa Kristo na njia nyingi sana za kuwaondolea dhambi. Wale walikuwa wanaambiwa wapande, walikuwa wanaambiwa wakipanda juu mti juu kabisa, wataacha dhambi zao hapo chini. Hatukuambiwa Yesu aliacha dhambi zake hapo chini. Christ died for our sin. Hakukufia wanyama, alitufia sisi, ndio sisi wote tuweze kuokolewa. Wale wote watakaoshika neno lake na waweze kuliamini wataokolewa tu hivyo bure. Number 3. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yule niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenayo maandiko. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Mimi nawe, me and you. Kristo alikufa ni kwa ajili ya dhambi zetu. Akatutoa katika laana tuliyokuwa ndani yake. Akatuelekeza na kutuonyesha haki ya Baba na upendo wa Baba kupitia mwili wake katika msalaba. Nashukuru Baba wetu Yesu Kristo sana kwa sababu ya kitendo kimoja cha haki aliyokitenda, pasipo kutujulisha kama inafaa ama haifai, ama hakutaka kujua ni mtu mgani anahitaji kuokolewa ama ni nani. Alituokoa sisi wote, kwa nzuri, kwa mbaya, kwa mganga, kwa mrogi, kwa maskini, kwa tajiri, sisi wote tukafunguliwa. Kama ukweli angekuwa anachagua, hangeokoa Paul, kwa sababu Paul alikuwa ametesa kanisa na kuwaua, kusimamia waweze kuuawa. Huyo angekuwa mmoja wa wale, hawangepokea neema hiyo. Lakini kwa sababu Kristo alikuja kwa watu wote, sababu ulimwengu wote ulikuwa katika maafa ama dhambi, alituokoa sisi wote pasipo kuchagua. Ni wewe ujiulize, am I one of them? Mimi ni mmoja wao, na mimi na kujibu na kuambia, yes, you are one of them.
iwe umefanya dhambi gani, sisi wote tulikuwa wenye dhambi. Ni vile haujatambua kwa kazi aliyoifanya umeshaokolewa. Ile kitu unafaa kutenda, kuchukua hatua, ni kuamini hilo neno unalofundishwa, ninalokufundisha ya kwamba dhambi zako Kristo Yesu alizichukua kabla usaliwe. Alizichukua kabla you are guka, you are so, you are magrad and grad maguka na masosos kabla hawajazaliwa. Ulimwenguni hakukuwa na watu. Yesu akitenda kile kitendo mpaka kikakonja kuonyeshanwa kama kivuli. Baada ya miaka hii tunasemanga miaka 2000, na ndio unaona tuna celebrate death of Christ, tuna celebrate birth of Christ, resurrection. Hizo tu ni kivuli ya matendo yale Kristo, kitendo kile Kristo aliyokitenda kabla ulimwengu tulio ndani yake kuumbwa. Alikitenda kukiwa hakuna hata mwanadamu mmoja, hata Adam hakuwa ameumbwa. Tukiendelea na hii topic utaona na utaelewa. Kwa hivyo sikufundishi kitu sina hakika nacho, tokana na maandiko. Bwana asifiwe. Kwa maana aliwatolea ninyi hapo mwanzo. Aliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Number 4, kama yanenavyo maandiko, sio kama yanenavyo watu, sio kama yanenavyo na ulimwengu, sio kama bishop anenavyo, si kama apostle anenavyo, sio kama archbishop anenavyo, sio kama padre anenavyo, sio kama muganga wala mshahidi ama devil worshiper anenavyo. Ni kama yanao nenwa katika maandiko, according to the scriptures. According to the scriptures, Christ died for our sins. Hallelujah. Kwa hivyo number 4, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Again imeandikwa. Yesu hakufa kulingana na akili za watu, hakuzikwa na hakufufuka kulingana na vile tunavyofikiria. Yesu alifufuka according to the scriptures. According to the scriptures. Siku ya kwanza, ya pili na ya tatu katika kifo, alifufuka according to the scriptures. Sio kulingana na mawazo ya watu, na si kulingana na mafundisho ya watu. Kama unafundishwa kitu kingine chochote nje ya maandiko, you are already lost. Umepotea. Bwana asifiwe. Chochote tunafaa kukinena kutokana na Christ, kinafaa kutoka ndani ya andiko, na tunafaa kusomewa andiko. Andiko ni la maana sana, muhimu sana katika maisha yako ya rohoni, sababu wakati unaposomewa andiko kwa njia ile inayofaa, sio kulinganisha, kwa njia inayofaa, huo ndio ule uzima Mungu anenavyo juu yake. Kuna watu
ukweli wanasomewa Biblia but hawapokei uzima katika neno, sababu wakati wanaposomewa Biblia ama wanaposomewa neno linatafsiriwa kulingana na moyo wa yule anayewafundisha. Lakini kulingana na neno la Bwana tunafaa tuweze kulitafsiri neno kulingana na moyo wa Mungu ndani yetu. Tulitafsiri neno kulingana na moyo wa Mungu ndani yetu. But these days watu wanatafsiri neno la Bwana kulingana na vile wanavyotaka, ndio waweze kupokea hera kwa washirika, ndio waweze kupokea veva isiyotokana na Mungu kwa wanaofundisha. Watu wengi wamepotoshwa, watu wengi moyo wa Mungu umeondolewa kwa mioyo wanaowafundisha. Sababu anayekufundisha kunalingana anatumia moyo gani, kunalingana anataka nini. Anataka uende katika anataka uende mbinguni, ama anataka ukae humuhumu tu, ukiwa tu na utajiri mkubwa, ukiwa tu maskini vile ulivyo, ukiwa tu na moyo wa kutaka kuongozwa na ulimwengu. Kama huyu mtu akuonyeshi njia za kumtambua, kumjua Christ kikamilifu, na kuambia wewe tu ni wa ulimwengu mkiwa pamoja naye. Wewe tu na pastor wako, wewe tu na bishop wako, nyinyi wote ni wa ulimwengu. Na mambo ya ulimwengu ndio mwapenda kuyanena na kuyafundishana. Na wewe kwa sababu ya kutoelewa na kutojua na kutotambua uongo ulio ndani yake, unakaa pale ukipokea ule uongo, ukipokea ile foolishness, unakaa mahali pamoja ukiwa unazunguka tu, lakini hakuna neema hata kidogo ya Bwana unayoipokea. Na hiyo ndio kanisa mingi tulio nayo siku ya leo. Wasio pale kwa sababu ya kuwaonyesha congregation Christ. Hawako hapo kuwaonyesha Christ, wako hapo wajishibishe. Na ndio miracles and wonders, mambo inatukia kila siku, mambo haijulikani ni aina gani, haijatokana na neno la Bwana, yatoka katika nafasi na mioyo yao. Ndio watu wanakulishwa, ndio watu wanapewa, ndio watu wanaelekezwa nayo. Kwa hivyo kama ufundishwe vile Kristo aliyokufa na kufufuka, na vile Yesu alionyesha upendo wa Baba kupitia kifo chake, alionyesha upendo wa Mungu kupitia kifo chake, vile Yesu alipoonyeshana Mungu babaye katika kazi aliyoifanya. Zaidi ya miaka 2000 imepita, akaonyeshana upendo wa Baba, akaweza kujiidentify, akaingiana na watu. Kabla afe alijiingizana na watu. Kabla afe Christ alijiingizana kwa watu. Siku ya jana fellowship Muranga nilifundisha juu ya Matthew 9, vile Yesu aliweza kutangamana na watu ndio aweze
kuwaonyesha njia ya kupokea msamaha wa dhambi, ndio awape nafasi ya kuingia katika ukamilifu na waweze kuingia katika nafasi ile walikuwa wamepoteza hapo mbeleni. Katika kitabu ya Mathayo 9, acha tuisome tu from 35. Mathayo 9:35. Biblia inasemaje? And Jesus went about all the cities and villages. Kristo, huyu ni Christ himself. Kwa sababu Christ alikuwa amekuja kwa sababu ya one mission. Only one mission. Only one mission. Yesu hakuwa amekuja kwa sababu ya miracles and wonders. Hakuwa amekuja kwa sababu ya deliverance ile inafanywa na watu siku ya leo. Hakuwa amekuja kwa sababu ya healing only. Hakuwa amekuja ni kwa sababu ya prosperity only. Christ, haya yote mnasikia ni kinena, yalikuwa ndani ya kile kilikuwa kimemleta. Yalikuwa yanapokelewa na kutambulika wakati ule alikuwa anatimiza yale yaliyokuwa imemleta. Wakati Yesu alipokuja ulimwenguni, alikuja kunena yale yamemleta. Ate nimekuja ni kwa anje niweze kuchukua dhambi zote za ulimwengu, nisipeleke mahali pake. Na kwa hivyo nitakufa, nitazikwa na nitafufuka. Na baada ya siku 3 nitafufuka. Kwa hivyo mission iliyokuwa imemleta Kristo ulimwenguni ni death. Death. Na hiyo death haja yake ilikuwa nini? Bwana asifiwe. Haja yake ya hiyo kifo cha Yesu ilikufa nini? Ilikuwa nini? Kuwaokoa watu kutokana na dhambi ile ilikuwa ndani ya mioyo yao. Haikuwa ulimwenguni, ilikuwa ndani ya mioyo yao. Yesu akashuka ulimwenguni mahali watu wanavyoishi. Akaja ndio aongee na watu wa ulimwengu. Awahakikishie ni nini, ni kikuracho gani kiko nguoni mwao. Na wakati alipowanenea, kuna wao walipopokea na wengine hawakupokea, kama vile tu leo kulivyo. Akasema, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, healing every sickness and every diseases among the people. Naye Yesu alikuwa akisunguka katika miji yote na vijiji akifundisha. Haja ya Kristo ilikuwa afundishe. Alikuwa ajulishe watu dhambi zao. Awajulishe hali iliyo katika maisha yao. Na akazunguka vijijini na manyumbani na matao na masynagogues, makanisani. Haleluya. Akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema. Kwa hivyo kulikuwa na habari nyingine. Ini jambo moja tunafaa kuipokea vyema. Kabla Yesu alikuja, kulikuwa na habari nyingine. Lakini wakati Yesu Kristo alipoingia,
Yeye ndiye alikuja na habari njema. Kulikuwa na habari mbaya. Ilikuwa inafanya watu wakae katika dhambi na hawafunguliwi. Ilikuwa inafanya watu wakae katika laana, katika diseases, katika sicknesses. Na hawakuwa wanafunguliwa, wanaponywa, hawakuwa wanaokolewa, hawakuwa wanasamehewa dhambi zao. Yesu akakuja na habari njema ya kuwaponya wale waliokuwa sick, kuwafungua wale walikuwa na magonjwa. Yes. Kwa hivyo Yesu alikuja na habari njema. Kulikuwa na habari ya kwanza haikuwa njema. Ya pili ndio imefanyika kuwa njema. Alikuta watu wakiwa ulimwenguni. Na wakati alipoingia ulimwenguni, akaanza kuzunguka. Wacha tuone vile neno linasema. Nikusomee Kiswahili. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme. Habari ilikuwa inahubiriwa kwanza, haikuwa inahusu ufalme, ilikuwa inahusu watu. Ilikuwa yani ni ya miongoni mwao. Hiyo ilikuwa inahubiriwa ya kwanza. But wakati ule Christ alipokuja katika ulimwengu, yeye alihubiri kuhusu ufalme wa mbinguni. Akahubiri ikiwa habari njema, habari iliyo na uzima. Bereni habari ile ilikuwa inahubiriwa haikuwa na uzima. Kazi yake ilikuwa kuhukumu watu kila siku, kila saa, kila dakika. Watu walikuwa hawaponywi miili yao. Watu walikuwa hawafunguliwi. Watu walikuwa hakuna kitu walikuwa wanatembelea cha maana katika ile injili ya kwanza. But wakati Christ alipokuja, Biblia inasema 36. Tusome. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad. Hallelujah. Wakati Yesu alipofika katika ulimwengu, alikuta watu wakiwa wametapaka, wazunguka, akawahurumia. He was moved with passion, sababu amejua ni nini kinafanya watu waweze kuwa wanazunguka, kama vile watu wanavyozunguka wakienda kutafuta ni nabii gani aliye na utabiri mzuri, anayewatambua watu hata kabla hawajaingia katika ako kakaburi kake, anaowadanganyia. Watu wanazunguka wakitafuta kule wataponywa, watafunguliwa na njia za isiyo halali. Bwana asifiwe. Na mtu ajui isiyo njia iliyo halali ni kwa sababu hajatambulishwa Christ ndani yake. Ni kwa sababu hajafundishwa hiyo compassion, huruma zile Kristo alipokuja nazo. Silikuwa zinalenga wapi? Silikuwa zinalenga nini? Yesu alijua watu hawahitaji hata kuwekelewa mikono. Hawahitaji handkerchief. Hawahitaji anointing oil. Hawahitaji chochote kile wanapewa ama kuombewa na kuanguswa. Hayahitajiki kuwa wawe kanisani usiku na mchana. Hahitaji maombi mengi wala fasting. Kile wanahitaji ni word. Ni wahubiriwe neno.
neno liweze kuwafungua wenyewe, sababu wakati neno linapoingia ndani yetu, wakati tumeona pale juu alizunguka vijijini na manyumbani akiwahubiria watu, wakati huo anawahubiria, wanaponywa magonjwa zao, wanafunguliwa vifungo, katika vifungo wamefungwa. Hallelujah. Wengine hata wanafufuliwa those disease katika kifo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo watu hawaelewi kazi ya Kristo ilikuwa gani na kwa nini aliyatenda hayo. Na kwa sababu kuna watu walijifananisha na kazi ya Kristo na kujifanya kuwa makristo, pasipo kutambua kazi ya Kristo vyema ama kihalisi vile inahitajika kufanyika. Watu wakawafuata. Ndio hao wako Mombasa wanafunga mpaka wanaambiwa wakutane na Kristo. Mtu anakufa, unaenda wewe ndio unajipeleka kukutana na Kristo, unakufa. Wengine wajipeleka akina Roriondo, wengine wanapata kwa miti, wengine wanapigilia misumari kwa nyumba zao, wengine wanabeba handkerchiefs pasipo imani ya neno. Wengine nyumbani mwao wamejaza maji ya vizima zile wanadanganywa nazo. Wengine wako na machupa ya anointing oil na ni kuyanunua, wamezinunua kwa yule anayewapa, their masters. Hallelujah. Atendaye yoyote hana moyo wa Mungu kamwe. Hana moyo wa Mungu. Haelewi vile Kristo na mitume walifanya kazi. Haelewi kamwe. Yesu alipeana wokovu hivyo bure. Aliponya watu hivyo bure. Aliwafungua na kuwafufua watu hivyo bure. Hata alikuwa anafanya hiyo kazi na anawaambia msiseme. Hakuwa anahitaji hata kutambulika. Na vile huku hatupumui, sababu kuna mtu alipona homa kwa kuombewa na mwenzake. Lazima tutazame mambo haya ndio tutoke katika mambo ya madanganyo, ndio tuweze kuelewa ukweli ulio ndani ya neno la Bwana. Ni ukweli wa aina gani? Akawakuta wakiwa scattered. Walikuwa wamescatter everywhere, wengi wakiwa fainted. Yeah, and they were scattered abroad as sheep having no shepherd. Kama kondoo hazina mlinzi. Na alipowaona makutano, aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na sio kuchoka kwa kubeba mizigo. Sio kuchoka kwa sababu wamefanya kazi sana kwa shamba. Ni kuchoka ndani ya mioyo yao. Wamebebeswa mizigo mikali ya dhambi. Na Yesu akatambua hawa watu si kuchoka kwa mwili, but mioyo yao haijapokea kile kinaoponya. Moyo wako wakati wowote ni mzito, mwili wako wote na akili zako zote zinakuwa nzito. Moyo wako ukiwa na amani, maisha yako yote unaongozwa na kutanguliwa na amani. Bwana asifiwe. Sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Unafikiria watu wale wanatamani kwenda kupanda huo mti, kupigilia misumari na vitu zingine nyingi. Tumeshapitishiwa na watumishi wengi. Na hakuna kitu unakiona. Hadi wananematia gutida. Wacha nikwambie mtu wa Mungu. Tiga mutido kiuga ndungata fulani tideo ya Ngai. Niwe wadire gweka atia kuo.
Wagitambura ndio adokiume ugithie ukihoya Ngai akwerekerie kuri aria mahoyaga Ngai. No tamaa iria thiine waku ikirite yo kuurathi. Tondu tamaa yaku ndirigaine na uria Ngai arenda. Tamaa yaku ni wera guthiururukia guku na kuria. You are tamaa. Tamaa ndio inakuzunguza huku na kule. Vile unajikuta unakuanga na tamaa wa mama ya kuingia chama hiki kile. Zote unataka na hata hauna chakula kwa nyumba. Hiyo ndio ile tamaa inakuzunguza makanisani, mahali popote ukisikia mtumishi ametajwa, aliponya kidoda, nawe unataka na hata hauna kidoda. Pengine huyo ni wa kuponya vidoda. Ni daktari wa vidoda. Lakini Christ alikuja kuponya moyo. Ile kitu unafaa uweze kupigania sana ni uponyaji wa moyo wako. Na uponyaji wa moyo wako hauponywi na pesa nyingi. Hauponywi na utajiri. Hauponywi na healing ya kuponya malaria. Uponyaji wa moyo wako watokana na kufundishwa neno. So nasema hivi, hata kuna kukaa chini, kutulia, kuvumilia, kuwa na haleluya, uvumilivu mahali pale, ndio uweze kupokea kile unafundishwa, kiingie katika sehemu yote ya mwili, kila sehemu. Hatutakaji kupeana painkiller. Watu wengi wanakimbia makanisani kupokea painkiller. Watu wanataka painkillers. Batishi kushughulikiwa katika ugonjwa huo unaleta ule uchungu. Watu wengi wamekaa makanisani na painkillers. Neno la kutuliza. Neno la kutuliza. Lakini si neno la kuwafungua kila siku. Wanataka tu neno ya kutuliza, kesho waende shughuli zao. But watu wa Mungu, Christ alikuja kuondoa, kuponya, kuharibu, kung'oa. Lakini wewe unataka kitulizo. Hiyo ndio ile kanisa tuko nayo. Watumishi wengi wameishi kwa kitulizo. Wameishi kwa painkillers. Neno linaoitwa painkiller. Yeyote yule anataka gari ainue mikono. Kuna gari litokao juu. Tuma huyo mtu katika kazi, akafanye kazi. Kuna gari ya kuombewa. Kuna business ya kuombewa. Ni mtu huyo umfundishe neno limpe hekima, knowledge ya vile ataweza kujikusanya, aingie katika nafasi ile tao, kile kinaweza fanya awe na kile anachokitamani. Hiyo ni jambo moja ya ulimwengu tulio ndani yake. Number 2, ndio huyu mtu aweze kupokea uzima wa milele, ni lazima uweze kutampa with her heart. Ni lazima uweze kuchezea moyo wake katika neno, ndio ule moyo wake uweze kuwekwa katika nafasi inayofaa. Moyo wake uweze kuwa na sikio la kusikia Mungu. Moyo wake uweze kuumbwa upya, awe kiumbe kipya kutokana na neno lile linalofungua na kutia nuru ndani ya moyo wa mtu. Lakini sisi tukibiria painkillers. Can
kanitha igagĩkorwo ihana cia ngũrũki. Gũtirĩ ũndũ andũ matareka. Andũ marenda gũikara kanitha-inĩ mena maũndũ mao o marĩa mambĩrĩirie namo. Matirenda gũcenjia, hawataki kubadilika. Hata wakati wanaposikia neno na kufundishwa neno, hawataki kuachana na sigara na mapombe na umaraya na wizi. Hawataki kuachana. Lakini neno limesha hubiriwa na kuingia ndani yao, but wanalipinga ndio wakae katika suluhisho. Neno Yesu akasema, yeyote yule atasikia na asigeuke. Kugeuka ni kufanya nini? Yes, nimepokea remission of sin vile tu nilivyo ikiwa maraya, lakini nitakaa chini vile tu ninaenda nikifundishwa, nami niweze kuwa natamani kuacha mambo yale yote iliyokuwa ndani yake. Yesu akaja na new gospel of peace. Gospel of peace. Sababu ile ilikuwamo ulimwenguni mbeleni kabla Kristo hajakuja, haikuwa inafanya mtu yeyote yule aweze kuwa na hiyo nafasi ya kuachana na mambo. Lakini wakati Yesu alipokuja kuhubiri injili ile aliyokuja naye, watu walihukumika ndani ya mioyo yao. Wengine wakaacha, wengine wakaendelea. Yes. Wewe neno linaohubiriwa linajenga moyo wako ndio liweze kubadilisha maisha yako ya mwilini na tabia zako zile unazozipitia, ama uko tu pale mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4 mpaka mwaka wa 10 uko pale tu na sigara, uko pale tu na pombe. Na wakati unakunywa, ukikunywa sigara inafanya uweze kunose breed. Tena unaenda kwa mtumishi akuombea, una nose breed. Na wewe unajua shida yako ni kwa sababu unakunywa sigara. Unakuwa na shida ya pombe. Ati wakati wote umekunywa, makelele ndani ya nyumba, vita, na umeokoka na hautaki kuacha, na unajua hiyo ndio shida. Sasa unataka namna gani? Ni kama kiriku kingi urenda gikorwo ndwamukirire kiama kiohonokio thini wa kiugo kia Ngai niguo garuruke. Kiriku kingi. Ukipokea pesa na ulikuwa umeomba na umefunga, kupokea pesa hivi unashielekeza katika matumizi, haikuwa katika mpango wa maombi yako. Unataka sasa mtumishi wa Mungu akufanyie nini? Unataka akufanyie nini? Na wewe umejichagulia kukaa hiyo maisha, hata kama uko kanisani na unasema umeokoka. Hiyo sio moyo wa Christ, na hiyo sio wokovu utokanao na Christ. Huo ni wokovu wako, umejifanya umeokolewa, but hautaki kufuata mapenzi ya Kristo. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana mahali nimefika. Nataka niombe. Kesho tutaendelea na hiyo topic. Kristo kwa nini alikufa msalabani? Nini kimetuokoa? Bwana asifiwe. Ni njia gani ilitumika na kwa nini Yesu alitumia hiyo njia? Kwa hivyo jiulize na utake kujua. Acha tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru na tunakuinua. Pokea sifa. Umejaa utukufu na nguvu na mamlaka katika maisha yetu. Twakutambua kama Mungu. Katika maisha yetu twakutambua kama mfalme. Katika maisha yetu twakutambua kama mwokozi. Katika maisha yetu
wetu twakutambua kama mpendwa. Bwana wetu Yesu Kristo, twakutambua kama uzima ndani yetu, kama lango letu la kuingilia ndio tufike katika ufalme wa mbinguni. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe ni Mungu na wewe ni mwenye haki. Kwa mambo yote Bwana nimekutambua pasipo kupoteza wakati ulimwenguni. Ni vyema watu kukutambua na kugeuka na kuchukua mwenendo wako, ndio sisi wote tuweze kutambua kazi yako na kutambua moyo wako. Kwa nini ulikuja ulimwenguni kufa na ulikuwa mwana wa Mungu? Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, na wabariki watu hawa wakiondoka, wakienda kazini mwao, wale wengine wakienda kuhubiri, kwa kila jambo wanaoenda kufanya, yoyote itokanao na mapenzi yako na katika kuamini neno lako kulingana na vile inafaa. Ninawabariki na ninawafungua na ninanena ukamilifu, utukufu, kupokea, kuwa na faida na kufunguliwa na kuponywa, maisha yao iweze kubadilika katika jina lako Yesu Kristo. Asante kwa sababu wewe ndiye mwenye neema, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen.